Bwana, karibu sana tuzungumze soka kutoka hapa JNR Mtita TV, rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Naitwa Bwali, nyuma ya kamera kwa mwenzangu AP Classic, na tunapewa udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon na Brand Hotel. Niko na mchambuzi wa soka hapa, Dominic Salamba. Tunaenda kuzungumza kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika soka. Sisi tukiwa wawili, wewe ni watatu, ambaye pia unaweza kuachia comment yako hapo, ikawa ni vizuri kabisa. Dominic Salamba, habari bwana? Nashukuru, niko salama, za kwako? Mimi niko vizuri kabisa, nashukuru Mungu bwana. Moja kwa moja, trending story hivi sasa tunafahamu kuhusu Young Africans na kiungo Aziz Andabwile, kile ambacho kinachoendelea hivi sasa. Kwanza nataka tufahamu picha halisi ya hili sakata lilivyo, pengine kama kuna chochote ambacho kinachoongelewa kiko tofauti na kile ambacho tunakiona kwenye mitandao ya kijamii, kwa taarifa zako wewe Dominic Salamba. Na nafikiri kwa upande wa klabu wametoa taarifa kwamba hakuna ambacho kinachoendelea, lakini pia bahati nzuri na mchezaji mwenyewe amekuja amethibitisha kwamba hana madai yoyote na klabu ya Yanga na kila kitu kipo sawa, na watu wa Yanga waweze kupuuza na kuomba radhi kwa chochote kiweze kutokea. Kwa hiyo ndio inakuwa ni statement ya nini, ya klabu na ya mchezaji. Kwa hiyo badala hapo tena tukiendelea kwenda mbele, maana itakuwa tunawakosea wahusika. Kwa maana kama mchezaji ameweza kuthibitisha kwamba hana madeni na Yanga, lakini pia ukiangalia msemaji wa klabu na amezungumza. Lakini kubwa nafikiri hata kama ingekuwepo kuna madeni, si jambo la ajabu kwenye mpira, kwenye taasisi mbalimbali, kwenye serikali. Madeni ni sehemu ya kufanya kazi, kwa sababu ni taasisi ambayo inadili na watu wengi na vitu vingi. Kwa hiyo kuna wakati hii taasisi badala ya kulipa muda fulani, kuna baadhi ya malipo yanaweza kusogea, na hata wewe mwenyewe katika kazi unayoifanya kuna wakati unakuta mambo sio mazuri, unakuta sometimes unaambiwa subiri kidogo. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida ambayo mimi sifikiri kwamba hata kama yangekuepo, kama yalipaswa kupelekwa kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ni kitu ambacho nafikiri sio sahihi. Lakini pia wakati mwingine inaweza kuonyesha namna gani wasimamizi wa mchezaji ambavyo wakati mwingine wanakuwa sio vumilivu, na kupelekea hata wakati mwingine timu nyingine kuweza kuogopa kufanya kazi na baadhi ya watu kutokana na mambo ambayo mngeweza kuyazungumza ndani mkafika mkatafutia ufumbuzi, mnaamua kutengenezea nje na kwenda kuacha tension ambayo wakati mwingine inaweza isiwe ina faida kwa club, lakini pia hata kwa mchezaji mwenyewe kuweza kumuondolea utulivu. Inaleta tafsiri gani au picha gani msimamizi akiwa anatoa hilo sakata nje, lakini mchezaji anasema hakuna kitu kama hicho? Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeshawahi na yao nipo katika kusimamia wachezaji. Biashara za mpira wa Tanzania kidogo ziko tofauti. Unajue, unapokuwa unamsimamia mtu kuna kitu kinaitwa agency fee ambao unakuwa unalipwa kutokana na ile pesa ya mauzo ya mchezaji. Kwa hiyo mchezaji akiuzwa, akilipwa pesa yake kwa mara moja, maana yake ndio unapata hela yako in lump sum, labda milioni 10, milioni 20, depends na deal ambayo mmeweza kuingia katika ile asilimia kadhaa ambayo inakuwa inatoka kwa ajili ya mchezaji. Sasa ikitoka kwa mfano wakati mwingine timu inakuwa inaamua kulipa kwa mafungu, na ndio timu nyingi zinafanyaga hivyo. Timu nyingi za kwetu hata Europe, kuta mtu amechukulia labda euro milioni 80, hawampagi zote, labda atapewa msimu wa kwanza euro kadhaa, msimu wa pili katikati. Ni kawaida katika mfumo wa kimpira. Kwa hiyo ikitoka wakati mwingine unakuta mchezaji yuko kwenye timu hajalipwa hela yake ya usajili, ile signing fee yake yote, pengine kama ilikuwa ni deal ya milioni 100, pengine akachukua tu milioni 50 au milioni 30, bado 70 zimebakia, lakini kwa maana mshahara wake anapata kama kawaida. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine ule msukumo ndio unakuja kuwapata kwa hao wasimamizi ambao sana naamini kwamba ile pesa ikilipwa na yeye anakuwa anapata kamisheni yake kwenye ile pesa, na mahitaji ya pesa yapo. Kwa hiyo ndiko unakuta wakati mwingine unakuta hawa mawakala au wasimamizi ndio wanaanza sasa kutengeneza hizi pressure ili pesa iweze kulipwa, ili achukue chake na maisha mengine yaendelee. Kwa nafikiri ni wakati mwingine ni kukosa nitumie lugha gani, ni kukosa pengine niseme yani ule uadilifu kwenye hizi kazi, kwa sababu makubaliano ni ya ndani ya siri baina ya klabu na mchezaji. Kwa hiyo hata kama pana pengine mjakubaliana, ni vyema kuendelea kuheshimu vikao vya ndani vya maridhiano mpaka pale ambako mtakwenda kumalizana. Na bahati mbaya nzuri mchezaji bado yupo kwenye timu, uje bora mwingine pengine ameshaondoka, amemwacha, ameachana, unaweza kusema okay whatever, lakini mchezaji anacheza hapo kwenye timu, basi ilikuwa ni nafasi ya wao kuendelea kufanya internal meeting na discussions mpaka pale ambako mnafikia tu mnamalizana, namba kuko kwenye media na kwenda kutengeneza chaos ambazo wakati mwingine zinakuwa zina lazima na kupelekea watu waje kutoa matamshi kukanusha na vitu kama hivyo. Dominic Salamba amesema madeni ni vitu ambavyo vya kawaida na huwa vinatokea. Unafikiri ni kwa nini hii mara nyingi stories zinakuwa kubwa sana zikitoka nje kwa upande wa Young Africans kwa wingi, tofauti labda na vilabu vingine imekuwa mara chache sana? Yanga walikuwa wanadaiwa sana,
Na alikuwa anadaiwa sana kwa sababu tunafahamu kwamba ile misimu ambayo Simba anatake lead katika ligi yetu, kama unakumbuka, Yanga walikuwa na hali mbaya sana, dhaifu bin hali. Mpaka wakawa wanachangishana pesa. Mechi inaendelea, mwenye buku tano anachanga, wachezaji waweze, mara kadhaa Yanga ameweza kuzuiliwa kutoka hotelini, anadaiwa hivyo, watu wanapigana simu, bwana kuna timu imezuiliwa tulipe hela. Kwa hiyo hakuwa kwenye wakati mzuri, lakini wakati huo ni timu ilikuwa inasajili, itakulipa mishahara, ilikuwa inaacha wachezaji. Kwa hiyo wale wote ambao walikuwa wanaachwa wakati mwingine, makocha walikuwa wanakuja wanaondoka, lazima waweze kupewa stake zao, na hawakuwa na hiyo capacity. Alipokuja kuingia, manake kwa maana Engineers pamoja na Galib, kwa maana ni mfadhili wa klabu, alipoingia pale Yanga walikuta pana madeni mengi. Kwa hiyo wakati wanaendelea mbele, ilikuwa lazima wadili na nyuma, kwa sababu Yanga ndio ile moja. Uwezo sasa, mimi nimeanzia kwenye Yanga ya GSM, hii Yanga nyingine mimi sielewi. Yanga ni timu moja, nembo ni moja. Kwa hiyo walikuwa na wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba wanalipa madeni ya nyuma na huko wanazidi kwenda mbele. Kwa hiyo ukiangalia madeni mengi ambayo walikuwa wanadaiwa ni yale madeni ya nyuma, baada ya kutokana na mkusanyiko wa madeni ambayo ilikuwa hajalipwa kwa muda mrefu. Ndio maana wakati mwingi ulikuwa unasikia Yanga adaiwa, kwa sababu ilikuwa wana compensate au wana refill yale magepo ambayo viongozi kwa nyuma walikuwa wameacha, na mpaka tunafika hapa kwa sehemu kubwa ikawa umefanikiwa. Ndio maana leo hii hujasikia mchezaji ambaye ameshaondoka anadai, isipokuwa kwamba yuko wapi klabu, na sidhani kama ilikuwa ni kitu kizuri. Lakini binafsi nafikiri ni ile trending yao ndio iliwafanya, au transition yao ile ndio ilifanya waweze kudaiwa sana, kutokana kwamba walikuwa wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tukisikia kwa upande wa msimamizi wenyewe, kuna media ameongea akisema kwamba ili swali limefika TFF na kesho Alhamisi watafikishana hapo, lakini mchezaji yeye anasema yeye na Yanga hawana deni. Labda hii inatengeneza sasa picha gani kwa wao wenyewe wawili? Sasa maana yake hapo ni kama mimi nina nyumba, alafu ni msimamizi wangu. Sawa, mimi nasema nyumba imeuzwa, nasema nyumba haijauzwa, wakati mimi ndio mwenye hati. Sasa maana yake ni sio, unaelewa? Sijui mimi ndio, kwa hiyo anaongea mchezaji ndio mwenyewe mchezaji, sio unaelewa? Wewe ni msimamizi tu na mchezaji, lakini anaye saini anaweza kuverify. Kwa hiyo akishazungumza mchezaji, maana yake ndio final statement, yeye ndio muhusika, yani yeye ndio mwenye mamlaka, na yeye ndio naenda ameingia mkataba na Yanga, wewe ni msimamizi wake. Kwa hiyo nafikiri haina nguvu tena, as long as mwenyewe ametoka amezungumza public, maana yake hapa hakuna kitakachoendelea, sababu tayari ametoka kwenye public na ameweza kudhibitisha kwamba bana, mimi siidai club, kile kitu kimekaa katika mstari wake. Tuliona ili sakata tulishai kuliongelea hapa la Clement Mzize na msimamizi wake, tunaona sasa hivi kwa Andabwile. Labda kwa upande huo tunafikiri wachezaji wana kipi ambacho cha kujifunza, hususan pale ambapo wanapoenda Young Africans, wasimamizi wao kwa scenario kama hii? Nilizungumza kwamba ni vema ukatafuta watu wenye si kwamba wana weledi ambao wanaweza kusimamia huo weledi wenyewe wa kazi, lakini pia ni vema ukatafuta watu ambao wana shughuli nyingine za kufanya pia apart from usimamizi. So unaelewa? Yaani mtu anatakiwa na shughuli zako nyingine unafanya nje ya usimamizi, ili hata kama ikitokea pengine kuna percent iwe ni ziada kwenye kile ambacho unaendelea nacho. Ni jambo la msingi. Lakini pia kutafuta watu ambao wanaweza kwenda kuwafanya wao wakawa ni good pia kwa watu wengine. Ujue the way ambavyo watu wanaokuzunguka na kukusimamia watakavyo act ndio image yako itavyokwenda kuonekana. Kuna wakati unaweza kukuta unapotea au kupoteza mapenzi na watu, na timu zikaanza na kuogopa kutokana na watu wanaokusimamia. Kwa hiyo vyema ukajitathmini wewe ni nani, una malengo gani, na ungetamani ufike wapi, ili hata ambaye atakwenda kukusimamia hajue wewe malengo yako ni nini, ili muweze kuwa sambamba na kuweza kufikia malengo ambayo utakuwa umejiwekea na kuweza kutimiza ndoto zako katika swala zima la mpira wa miguu. Dominic Salamba, tuzungumzie kwa upande wa performance current kwa Young Africans hivi sasa. Tunaona tangu amekuja kocha Pedro, Duke Abuya amekuwa akipata nafasi. Watu bado wanaimba jina la Musa Balakonte, hawamuoni mara kadhaa kwenye watu. Tunaweza kusema maboresho ya Young Africans kuna baadhi ya maeneo bado mpaka sasa hajakubali. Yanga wamefeli kwenye maboresho yao. Mpaka sasa kuna mechi ngapi za ligi? Mechi 4 katika mechi 30. Unawezaje kusema kwamba leo ukao una clear confidence au big confidence kusema kwamba maboresho hajakubali? Na ukiangalia katika msimu ulipoanza, hata Duke Abuya alikuwa chezeshwa, Conte alikuwa chezeshwa, alikuwa cheza Ndambwile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wamepita kwenye transition, kwenye kipindi cha mpito, mwalimu, wachezaji. Kwa hiyo ikiwa katika hali kama hiyo, kuna watu lazima wataathirika kwa namna moja ama nyingine. Na hata kuliko kina Duke Abuya ni baada ya Yanga kufeli kwenda kwenye step ya juu na mwalimu Falls
Kwa hiyo kwa lazima watafute mwalimu mwingine kwa haraka ili wafanye ile waje ku rescue situation. Kwa lazima itakiwa waanzie walipoishia msimu uliopita at least, ili kwanza kutengeneza rhythm na kujiamini, ndio uende kwa mabadiliko mapya. Ndio maana kaangalia hawa kina Kouma na wengine wamechelewa kuingia kwenye kikosi, kwa sababu timu ilikuwa ifanye vizuri, mwalimu alikuwa ni mpya, ameondoka. Uwezo ukaendelea pale ambako alikuwa ameishia, utarudi ambako timu ilikuwa imeishia msimu uliopita. Ndio ukaona wakina Duke Abuya, wakina Maxi wakaanza kuingia katika system yao, wakina Dube na wengine. Kwa hiyo naamini kwamba wampata mwalimu mpya yupo kwenye timu, ingawaje muda wenyewe ambao sio rafiki, kwa sababu ana train huko na mechi. Taratibu tutaanza kuona ukiingia na kuweza kwenda kudominate nafasi zao na kuweza kuona kwa nini Yanga walikuwa wamesajili katika msimu huu na hasa katika mchezo wa kimataifa. Inaweza kumpunguzia confidence mchezaji, maana tangu ameondoka Khalid Aucho, Musa Balakonte alikuwa jina kubwa kwenye wakati sajili zinaendelea dirisha kubwa. Pengine kwa mchezaji mwenyewe binafsi, kwa level yake, kwa ukomavu wake, unapokuwa mchezaji wa kimataifa, maana yake experience yako ni kubwa unayo na umepita katika maeneo mengi. Sidhani kama inawezekana, sababu kwa sababu mwenyewe anajua ambacho klabu inapitia kwa sasa hivi. Na wakati mwingine ni vyema ukawaacha wageni ambao hawajui pressure ili usije ukaongezea pressure. Sababu unaweza ukamuingiza mtu baada ya kwenda kumtengenezea confidence ndio ukaenda kumaliza kabisa, yani kwa sababu timu ilikuwa ipo katika wakati ambao ina struggle kujipambanua kurudi katika bora ambao walikuwa nao na pengine kuweza kuzidi. Kwa mimi nafikiri kwa uzoefu wake hawezi kupata shida, kwa sababu ni mchezaji wa kimataifa, anajua, na hata akiwa anakuja yeye anakwenda kwenye timu ambayo sio anakwenda kucheza tu, lazima niende kuipambania namba, watu waweze kuona na wanikubali kinachofanya. Lakini pia katika mechi ambazo ameingia mwenyewe ameweza kuona, je, huu ni uwezo wangu au sio uwezo wangu, wapi niongeze, wapi nipunguze. Kwa hiyo kwa nafasi yake nafikiri bado ana nafasi, na ni miongoni mwa watu ambao watakuja kuteka kwenye class cha Yanga kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya watu hivi sasa wameanza kumtaja Sure Boy kwa ile nafasi ya Khalid Aucho ambaye ametoka, wakiona kama bado Yanga hawajapata mtu sahihi kwenye ile eneo. Nadhani Sure Boy anaweza kuwa mbadala sahihi kwa unavyokiangalia kikosi cha Yanga sasa hivi. Sure Boy ni mchezaji mkubwa sana, ana experience kubwa na exposure kubwa. Kwa hiyo inapotokea mazingira yamekuwa magumu, ukimtumia anakusaidia, kwa sababu aina uchezaji wake unataka kufanana na Aucho. Waliozungumzia wamezungumzia, inahitaji swali linakuja, Yanga bado wapo kwa seri ile. Kwa sababu nikiangalia Yanga ni kama vile wanataka ku transform. Yanga wanataka kwenda kuanza kitu kingine kipya, lakini wanataka kwenda kuanza kitu kingine kipya kutokea kwenye kitu ambacho wanacho. Ndio maana wameweza kuwatoa key players wote, Ziki, Aucho, Mayelo waliondoka. Kwa hiyo kama wanakuja kwenye new generation na new era. Sasa kama plani yao ni kwenda katika mfumo mwingine mpya, kuwa na mtu kama Aucho haitakufanya uweze kumove, haitakusaidia yani. Lakini kama wanataka maintain pale ambako walikuwepo, basi tafikiri kwa kitu kizuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Sure Boy ni miongoni mwa viungo ambao ukimpa majukumu anaweza kaatimiza kwa asilimia kubwa, na hata hivyo wachezaji waliokuwepo wote ni wazuri, isipokuwa tu bado timu haijakaa katika system ambayo inaweza kwenda kutengeneza rhythm moja ambayo itakuwa na faida kwa timu na kwa mtu mmoja mmoja. Unaona nafasi ya Young Africans pengine katika dirisha dogo la usajili kuongeza namba 9 mwingine kutokana na current ya performance labda ya waliokuwepo Prince Dube na Andy Boyeli? Mimi kwangu sioni kama wana hiyo sababu. Nafikiri wachezaji ambao wako nao ni wakubwa na ni wazuri katika soka la Afrika na watawasaidia. Cha msingi tu kuwapa muda na kuwapatia confidence waweze kuonyesha kile ambacho wanacho. Neno lolote la mwisho kwa wadau wa soka? Mimi napenda kuambia kwamba kila siku napenda kuzungumza kwamba tuupende mpira. Mpira ndio kila kitu. Yaani tuchukue muda mwingi kufuatilia mpira, kusoma na haya propaganda mengine ambayo sasa sana kutoka leo hii story kubwa inakuwa mchezaji anadai kwa dai. Just imagine. Yaani inakuwa natoka asubuhi na ninadina story hiyo moja tu. Yaani watu anadai. Yaani media zote sasa hiyo sio content ya mpira wa miguu. Na haiwezi kutusaidia. Yaani tukifika hapo kwamba tunaanza kukua mashabiki sasa tuzungumzie timu, viwango vya wachezaji vikoje, timu zinakwenda kucheza kimataifa vipi, zinaenda vipi. Kwa nafikiri kuna sehemu tunaenda zaidi kwenye ushabiki ule kuliko kwenda kuangalia mpira wenyewe. Nafikiri vema tungeangalia kiwango cha Ndambwile kuliko nini ambacho anachokidai Yanga. Yes, huyo ni Dominic Salamba. Hivyo ndivyo ambavyo leo tumemaliza na tumezungumza vitu hapo kadhaa. Tumezungumzia upande wa kile ambacho kinachoendelea hivi sasa kama taarifa ambazo za kusemekana, lakini pia tumeangazia kwa upande wa performance Young Africans kwenye baadhi ya maeneo. Wewe comment yako ni ipi? Sisi kitu ambacho tumekizungumza hapa tukiwa wawili, ikiwa ni watatu, basi unaweza kuachia hapo chini. Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwenye Instagram tunapatikana kwa jina la JR Mtita TV, Facebook JR Mtita TV pamoja na TikTok. Lakini kitu kizuri ni kwamba JNR Mtita Unisex Salon tunakukaribisha sana,
na tukiwa tunapatikana katika maeneo tofauti tofauti hapa Dar es Salaam. Tunasema style yako mpya inaanzia kwetu, au muonekano wako mpya unaanzia kwetu. Basi fika katika tawi ambalo lipo karibu yako hivi sasa. Buguruni Rozana pale mkabala na kuteza polisi tuko, lakini pia tupo Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika, na pia tupo Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kwa wakazi wa Kigamboni tunapatikana Kibada pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, na pia tunapatikana Mikwambe Mali Asili Kigamboni, ambapo pia pana saluni pale ya kike, na kuna huduma nyingine ambazo zinaendelea kama kutengeneza kucha. Kuna huduma nyingine nyingi sana pale ambazo zinapatikana kwenye barber shop, kama kunyoa ni shilingi 2000 tu za Kitanzania, kuosha ni bure kabisa. Pia kuna huduma nyingine kama kupaka black, wale ambao wanapenda bleach, wanafanya scrub, pedicure, manicure, zote zikiwa zinapatikana. Kwa wakazi wa Tuangoma kuna tawi jipya ambalo limefunguliwa pale Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page uweze kujionea mambo yote hapo kupitia @official_JR_Mtita_unisex. Pia Brand Hotel wanakukaribisha sana pale ambapo unapofika mkoa wa Dodoma, basi unaweza kupata accommodation nzuri kutokea kwao kwa viwango tofauti tofauti na bei tofauti tofauti. Brand Hotel pia wana vyakula vizuri pale, vyakula vya Kiafrika, pia vyakula vya kimataifa vikiwa vinapatikana pale. Wageni wote hivi sasa wanaichagua Brand Hotel. Pia wanakumbi kwa ajili ya mikutano, na weekend kama unaenda na familia yako, ndugu jamaa na marafiki, mtaenjoy kwa sababu weekend wanakuwa na pool party. Tembelea Instagram page yao @brand_hotel. Uwe na siku njema. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.